Jumanne ya Mei 27. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo tutaweza kuangazia mijadala mbalimbali mikubwa ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa leo, pamoja na taarifa mbalimbali kubwa sana ambazo tumekuandalia. Mimi ni Saidi Salib Msumi. Kumbuka tutaanza katika soka letu kuja kuangazia taarifa mbalimbali. Kubwa zaidi ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kikirejea Dar es Salaam hapo jana kitokea Zanzibar baada ya kuhitimishwa kwa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tutaangalia jinsi ambavyo Simba imevuna fedha katika mashindano ya CAF kwa msimu 2024-2025, lakini pia tutakwenda kuangazia rekodi tamu zaidi za Simba Sports Club katika michuano ya kimataifa ukijumlisha ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Ukiachana na hayo, ni mwendelezo tena wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025, Simba Sports Club kuialika Singida Black Stars kesho katika uwanja KMC Complex. Tutakwenda kuangazia hayo kwa ukubwa na mapana yake katika soka letu. Lakini barani Afrika kuna mengi sana ambayo yamejiri, hususan kuelekea mechi ya marudiano ya ligi mabingwa barani Afrika, finali kati ya Pyramids FC dhidi ya Mamelodi Sundowns aka Brazilians, Masanda wana Yellow Nation, the sky is limit, chini ya kocha Miguel Cardoso pamoja na kocha wake msaidizi Steve Confella, kocha wa zamani wa Kaizer Chiefs, akifundisha pia zamani kidogo katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Ukiachana na hayo, ni Zambia Chipolopolo Lisasi ya Shaba wakiitwa Joshua Budo Mutale, Kennedy Musonda na Kratos Chota Chama. Tutakwenda kuangazia maandalizi hayo katika joto la Afrika. Lakini katika zilizobamba ni urejeo tena wa vitasa. Yes, rasmi jana mahakama ikitoa hukumu. Tutakuja kuangazia pia mabondia wakizungumziaje kuhusiana na urejeo wa vitasa, utakuja kusikia hapa. Lakini bila kusahau mkoa wa Rari pia tutakuja kuangazia mbio za magari ikiweza kumalizika pale mkoani Iringa. Kwenye the pitch kuna mengi sana ambayo tutakuja kuyagusia hapo baadaye. Ni ujio wa sports director, mkurugenzi wa ufundi katika kikosi cha Association Calcio di Milan AC Milan, Rosineri. Tutakwenda kuyagusia hayo, tetesi mbalimbali za usajili, ligi mbalimbali zikiwa na yenyewe pia zinaelekea mwishoni, tutakwenda kugusia hapo baadaye. Kumbuka tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Nipo na wachambuzi wangu kwa hivi sasa, Michael Johnson Nguli, mwamba kabisa, lakini bila kumsahau Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa, ndio ambao nitaanza nao katika siku hii hapa leo. Jambo la kwanza kabisa tusalimiane. Salamu alaykum. Michael Johnson Nguli, tu vizuri? Safi kabisa. Ila mara ya pili. Mara ya pili. Lazima salamu muda wote. Tulionana kabla hapa. Hata kama ndio vitu gani? Wewe mtu wa Sudan nini? Unaweza kumzivua Nguli bwana. Unajua Nguli? Nguli anafanana na jamaa mmoja hivi. Wao wenye alialikwa kwenye sherehe ya Kiislamu. Umeona bana Sasa yule jamaa yeye hajui chochote. Umeona? Sio kosa lake. Hivi bwana. Lakini kafika pale aliona watu sio watu wanaingia wanasalimiana. Umeona bana? Papa sawa. Yule bwana akamchelewa. Kwa hiyo watu wakamekaa chini muhayyan umtaraddad pale. Umeona bana? Kafika pale. Sasa wenzake kabla ya kula sema bismillah. Sasa yule bwana kuonyesha kwamba yeye anajua sana. Umeona bana? Kadhaa akapiga samaleko. Watu akarudia tena samaleko. Rashid. Wala kuna uhondo mwingi sana. Ukilipia kifurushi cha 28 tunajua ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa marejeano, mechi haijaisha ile ya Mamelodi na Pyramids, lakini pia ligi kuu ya NBC shughuli yake ndio kama unavyoiona Juni 15 pia michuano ya Club World Cup. Yes, Club World Cup tarehe 15 hiyo pia kuna Kariakoo Derby. Mamelodi bwana kiboko kabisa. Mamelodi ndani, Experience de Tunis ndani, Wydad Casablanca ndani, Al Ahly ndani. Umeona bana? Na Dahane ndani. Mbona niangalia kwa husda? Ilikuwa na ulazima kumtaja Dahane. Dahane.
kati ya refari wa kiwango cha juu kabisa barani Afrika. Ujivunie hilo kaka? Yule na Jackie Ndala. Jackie Ndala. Yule mwanamume kabisa. Yule Jackie Ndala. Yule mwanamume kabisa. Yule hamna kumfananisha naye. Yule kiboko Afrika Mashariki na kati. Yule Sikazo Afrika. Sikazo. Sikazo alivurugwa tu. Mambo yatokea kwa bahati mbaya, inatokea kwenye maisha, lakini wale kiboko kabisa Jackie Ndala. Afu mwamuzi mmoja nadhani sio ni Morocco, sio ni Misri au Algeria hivi. Yaani akitembea sio anatembeaje. Lakini ni pale. Tukisema pale ni pale. Wewe ukija na kupaza kojano kwa tu. Yule Ethiopia yule. Achana na yule nani besema. Achana na Bamlaki. Kuna mmoja kama mwembamba kama nguli hivi. Mwembamba hivi. Ukimwona hivi, wewe vipi huyo? Kama amekula kama hajakula hivi. Lakini huyo vipi? Lakini ukisogea tu, Jano anatulia. Yaani huendi tena. Kwa watu wembamba wakiambiwa watoke, mimi natoka mbele hapo. Wewe utoki sasa hivi. Wewe ni moja kati ya kiashiria cha Mwenyezi Mungu yupo. Wewe ni moja kati ya viashiria kwamba Mwenyezi Mungu yupo, umeshanguli. Sawa bwana. Rashid Hamisi pamoja na Beko Joseph Nguli. Utani kidogo tukiweza kuchagiza kidogo kabla ya kuanza kuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia, lakini kukumbusha kwamba kulipia kifurushi chako hivi sasa inawadi kuzidi kupata uhondo ndani ya Azam TV, burudani kwa wote. Tuanze kuangazia kwa wakati huu katika soka letu. Tuanze kuangazia soka letu kwa wakati huu ambapo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya bao 1-1 na hivyo kuwafanya RS Berkane kutoa taji lao la 3 la kombe la shirikisho barani Afrika. Kikosi cha Simba Sports Club kimerejea jana jijini Dar es Salaam wakitokea Zanzibar Unguja baada ya kucheza fainali hiyo. Baada ya kuhitimishwa kwa fainali hiyo, kikosi cha Simba Sports Club kwa sasa baada kufika fainali na kupoteza jumla mabao 3-1. Kwa hivyo wamevuna kiasi cha dola milioni 1 baada ya kuwa washindi wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo ni zaidi ya shilingi bilioni 2.7 kwa fedha za Kitanzania. Na hapo ni wakati ambapo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wanawasili jijini Dar es Salaam. Tuangazie kuhusiana na mgawanyo wa fedha kutoka kwa washindi nafasi ya pili pamoja na timu ambazo zimeweza kushika zimefika hatua ya nusu fainali, kwa sababu hakuna mshindi wa 3 na wa 4. Kwa hiyo zile timu mbili zilizofika hatua ya nusu fainali na yenyewe pia wanapewa kiasi sawa. Bingwa RS Berkane amevuna kiasi cha dola za Marekani milioni 2 sawa na fedha za Kitanzania shilingi bilioni 5.39, wakati Simba Sports Club wenyewe wamevuna kitita cha dola milioni 1 sawa na fedha za Kitanzania bilioni 2.69, wakati Stellenbosch pamoja na Constantine ambao wamefika hatua ya nusu fainali na kufungwa, wao wamevuta kiasi cha dola 750,000 sawa na shilingi bilioni 2 za Kitanzania. Huu ndio mgawanyo wa fedha kwenye kombe la shirikisho. Ukitazama kwa ujumla wake ni masuala ya fedha, nafasi inaendana na fedha. Simba wamevuna hicho kiasi cha fedha, imeingia kwenye account ambayo inakwenda kusaidia masuala mengine pia ndani ya club. Of course inaingia tu kwenye taarifa ya mapato na matumizi. Mwisho wa mwaka sijui inakuwa mkutano mkuu ule. Suleiman Kahumbu yule kama akija kusoma pale kwenye mkutano mkuu pale na nini anataja tuliingiza bilioni 2.69 za CAF. Na hayo pia ni mabadiliko ya ongezeko CAF baada ya kufanya mabadiliko ya ongezeko la kipato kwa bingwa na mshindi wa pili na wengineo, kwa sababu hapo kabla haikuwa hivi. Kwa unayoiona hiyo ni ongezeko. So mtu kwenye kumesha unaweza kuona ni hela nyingi kidogo, lakini kwenye namna kuiendesha club kwenye club level kubwa kama Simba au Yanga
au Berkane huwa wanakwenda more zaidi hapo, kwa sababu tulishuhudia kwenye mkutano Young Africans ule, nakumbuka walifika mpaka bilioni ngapi? Matarajio yao ni kufikia bilioni 21. 21 point something hivi, 22. Simba walikuja na 23, Simba walikuja na mpango kazi wa bilioni 23. Kwa unaweza ukaona kama bingwa anapata bilioni 5, alafu Simba au Yanga bajeti zao ziko above, elewa. Kwa ni kama sehemu ndogo ndo utajua kwamba football ni kiwanda kikubwa. Yani ni kiwanda ambacho hakitegemei mfereji mmoja ili kuweza kuizalisha, kuleta mapato kwenye timu. Kwa sababu mwisho siku hapo pia kwa Simba na faida pia nyingine ya vyanzo vya mapato. Yes, ndio nakwambia engagement zingine ambazo mashindano wanacheza mashindano kama hii ya CAF. Lakini ndio tafsiri ya finali fedha zinaingia. Na ndio tafsiri ya mashindano ya mpira. Mimi sijai kuona thamani ya tuzo ya juu kabisa ya mpira ambayo huwa inazidi activity au uzalishaji wa club. Kwa mara nyingi unakuta lile kombe au thamani ya lile kombe inakuwa ni kawaida, alafu sema kwa sababu mpira wenyewe na club wenyewe ikijiassociate na mataasisi kuna faida nyingi ambazo zinapatikana. Kwa hiyo ukija ku plus pale, unaelewa, unaweza kuja kukuta kwamba okay, mwisho wa siku Simba kumbe ameachieve labda let's say labda bilioni 40, unaelewa. Lakini kwenye kile ambacho wamekipata kwenye mashindano unaweza kuona kama hizo bilioni 2.6 ngapi, si ndio? Manake hapo utakuja ku plus hapo Azam TV, utakuja ku plus hapo sijui wale wadhamini, utakuja ku plus hapo Mo sijui Foundation, utakuja ku plus. Kwa mwisho wa siku unaona Simba ameingiza bilioni labda 25 26. Alafu ukija kurejea kwenye ule mpango kazi wao unakuja kuona ni matumizi ya bilioni 21 22. Unaona kwamba okay, kumbe wapo ndani ya malengo wanaweza kuafford kile ambacho wamekifanya. Lakini hii ni motivation pia imetolewa, ni kitu ambacho Motsepe na kamati yake mashindano walikaa wakaongeza value ya thamani ya pesa. Lengo ni kuendelea kumotivate mashindano na kuongeza idadi zaidi ya wachezaji bora ili kuweza kuwasajili. So kwenye idadi ya kiwango cha bilioni 2.6 something, ukisema uende sokoni kuchukua wachezaji bora, wachezaji washindani hasa barani Afrika, unaweza kupata wachezaji 3 4 ambao wana uwezo wa kukuletea kitu na watu wakaona kwamba hawa kweli watu walikuja kufanya jambo hapa. So na sio kupigwa. Na sio kupigwa. Kupigwa sasa huko ni kutaka. Kama visema ankali, kufungwa nikutaka. Unaelewa? Kwa na kupigwa pia nako nikutaka. Sawa, kupigwa thamani unaitengeneza mwenyewe. Unaelewa? Yani lazima ufanye tathmini kwamba okay, tumetoka hapa tunaingia hapa. Kwa nini tulishindwa? Unaelewa? Yani na hiyo thamani ulivyozungumzia Rashid ya kuweza kwamba thamani unaitengeneza nyewe wenyewe. Tuangazie kuhusiana na misimu 5 ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Ni kwa jinsi gani wameperform na kutengeneza thamani yao katika mashindano ya kimataifa. Tuangazie takwimu za Simba katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Je, katika misimu 5 Simba wamefanya nini ama wamefika katika level gani katika michuano ya kimataifa? Takwimu zinaonyesha kwamba mtozi atatuletea hapo kwa misimu 5. Mwaka 2021 kwa mashindano ya CAF kuanzia mwaka 2021 mpaka 2025. Mwaka 2021 Simba aliishia katika hatua ya robo finali katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Hapa alipambana na Kaizer Chiefs wa Marcos, the Glamour Boys, na mechi ya kwanza Simba alifungwa mabao 4-0 kabla Dar es Salaam kushinda mabao 3-0. Baada ya hapo msimu unaofuata 2022 kama inavyoonyesha katika jedwali, Simba Sports Club aliishia hatua ya robo finali kwa kucheza na Orlando Pirates the Buccaneers, ushindi wa bao 1-0 jijini Dar es Salaam. Wakaenda nchini Afrika Kusini wakafungwa bao 1-0 mikwaju ya penalty. Richard Ofori akaibuka kwa shujaa ndani ya kikosi cha Orlando Pirates the Buccaneers. Msimu 2023 Simba Sports Club walipambana na kikosi cha Wydad Casablanca. Mchezo wa kwanza Simba akipata ushindi wa bao 1-0
0 kabla ya kuelekea nchini Morocco na Boli Sambu akisawazishia Wydad Casablanca, na mikwaju ya penalty ikaondoa Simba Sports Club na kuapisha Wydad chini ya Yahya Jabran nahodha wao wa Wydad kusonga hatua ya nusu finali. Msimu mwaka 2024 Simba alipambana na Al Ahli ya kutoka nchini Misri akikubali kichapo cha bao 1-0 jijini Dar es Salaam, bao la Ahmed Koka kabla ya kwenda nchini Misri na kukubali kichapo Simba cha mabao 2-0 na hivyo kuondoshwa. Wakati msimu huu wamefika mpaka finali na kupambana na RS Berkane na kuweza kufungwa kwa jumla mabao 3-1. Ukitazama takwimu, Simba ni robo finali Champions League, robo finali Confederation Cup, wana nusu finali 3 za robo finali 3 mradhi za Champions League, 1 robo finali ya Confederation shirikisho, finali ya CAF. Ni trend ambayo ukiiona unasema hii inanukia ubingwa, timu kusaka ubingwa kabisa. Na moja kati ya timu ambazo zimekuwa na jina kubwa pengine kutokea ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, Simba wamekuwa wakitajwa sana kama moja kati ya timu tishio kwenye haya mashindano. Namna ambavyo wanapanga mipango yao vizuri, namna ambavyo wamekuwa na hiyo consistency, muendelezo mzuri kwenye mashindano haya. Umeona pia rekodi hizo tangu 2021 wako wanafikia hatua fulani ambayo inakuwa ni inaridhisha zaidi, na haikuwa story kubwa sana Simba kufika finali. Haikuwa story kubwa kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wakikifanya mara kwa mara. Walikuwa wanatoa robo finali, wameenda mara 3 mfululizo, wanafika robo finali ligi ya mabingwa, wanakwenda wanafika robo finali kombe la shirikisho. Kwa hiyo ukitazama ambavyo wamekuwa na huo muendelezo mzuri kwenye mashindano ya klabu Afrika, unaona kabisa kwamba wana vitu vidogo sana vya kufanya kuhakikisha wanafika pale ambako wanahitaji kufika kwa maana ya ubingwa. Vitu gani hivyo vidogo Michael Johnson Nguli? Kuna wakati unaona isivyo bahati, timu zinatofautiana kwenye bajeti ya usajili. Timu zinatofautiana kutokana na namna ambavyo mapato yanaingia kwenye klabu. Sina uwezi ukaona yani mchezaji ambaye anasajiliwa na Ahli pengine au anasajiliwa na Mamelodi ni mchezaji ambaye anaweza kusajiliwa na Simba, au mchezaji anaweza kusajiliwa na Yanga, au mchezaji anaweza kusajiliwa na Azam FC. Mara nyingi sana huwa inakuwa ni ngumu kwa sababu ya budget ya klabu. Unajua kila klabu ina budget yake, kwamba msimu huu tutatumia usajili, tutataka wachezaji 5, lakini budget yetu isivuke hapa. Tofauti na Ahli. Umeona Ahli jinsi wanavyonunua wachezaji. Mchezaji ananunuliwa kutoka alikuwa anacheza timu England, anarudishwa pale anacheza. Ndio. Mchezaji ambaye anacheza pale anaenda national team, anaenda kucheza World Cup na anazima vizuri. Yani wameseti standard fulani hivi. Na wameseti standard kwa sababu ya ukubwa wao kifedha. Wanaweza kumchukua mtu El Shahati, unaona pesa walimchukulia wakamleta pale, lakini na imewalipa pia. Na unaona namna ambavyo mimi Nguli naamini kuna jambo. Inawezekana tusifike katika budget ya Al Ahli ama RS Berkane, lakini inawezekana tukawa tuna budget yetu ya quality fulani ambayo tunataka tukaiunganisha na tukaweza kupata kombe bila kufika katika budget ya Berkane, budget ya Al Ahli. Inawezekana. Inawezekana. Sijasema kama ndo haiwezekani kabisa, inawezekana. Lakini mnaweza mkajikuta mnakuwa mna struggle. Yani kuna mechi huwa zinaamuliwa na quality ya wachezaji. Yani wachezaji ndio wanaamua mechi kutokana na ubora wa daraja waliopo. Unaona? Sisemi kwamba pengine wachezaji wa timu zetu wako ligi madaraja ya chini, hapana. Sina maana hiyo. Lakini nazungumzia kuna wakati unaona utofauti wa hizi timu. Yani kuna wakati unaona kabisa kwamba hii timu iko hapa, hii timu iko hapa. Lakini kwa hiki ambacho Simba wamekifanya, Simba ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na muendelezo mzuri kwenye mashindano ya klabu Afrika kwa sababu ya kile wanachokifanya. Inawezekana wanatumia wachezaji hao ambao ni wa madaraja sio madaraja ya juu kabisa, madaraja ya katikati, lakini wanajua namna ya kutengeneza timu, wanajua namna ya kufika sehemu fulani, kwamba tunatakiwa tufanye nini, tunatakiwa tuchange katizo vizuri, lakini pia wanajua ramani ya mashindano. Ndio maana unaona moja kati ya timu ambazo zimekuwa zikisumbua sana katika mashindano ya Afrika, Simba ipo. Umeona pia timu kadhaa zimekuwa zikija hapa, wamekuwa na huo mkakati kwamba ukifika kwa Mkapa basi unatakiwa uache alama 3. Sio kwa sababu ya kufanyiwa labda pengine vitu vya tofauti, hapana. Namna ambavyo hamasa inatengenezwa, namna ambavyo mashabiki wanapokea ule wanasema mwaliko au
hamasa ile ambayo inafanyika na kitengo cha habari cha Simba, hata cha Yanga pia. Watu wanajaa kwa Benjamin Mkapa. Hiyo inakuwa ni silaha nyingine kwa Simba au Yanga au pengine hata kwa timu nyingine ambayo inaweza ikatumia hiyo. Lakini kuna wakati unafika unaona kabisa kwamba hapa sasa tulikofika, daraja hili liko hapa, daraja lingine liko hapa. Ni kweli kwamba kuna mfano mzuri, Ngoma wakati yuko Vita kuna timu zilimtaka za hapa, lakini ilishindikana, si ndio? Baada ya kutajiwa kiwango fulani cha pesa ambacho kilionekana kiko nje ya bajeti ya klabu. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba unaona Ngoma amekuja, lakini amekuja baada ya kwenda Casablanca, kwenda kucheza kule kaskazini, na kule alifanikiwa. Alikuwa mchezaji mmoja kati ya wachezaji bora ambao walikuwa kwenye klabu ya Raja Casablanca. Lakini unaona kuna wakati inafika muda klabu inashindwa. Kuna klabu moja ilienda kwa Alan Okello pale Uganda. Yes. Moja kati ya wachezaji talenti za hali ya juu sana katika klabu ya Vipers. Walishindwa kwa sababu waliambiwa $800,000. Sawa. Sasa mtu anaangalia $800,000 na yani hapa hatuwezi kupata watu kadhaa ambao wanaweza kwa kuna hiyo yes, kuna hiyo mipaka ambayo inazuia, ingawa bado tutafika huko, kwa sababu hata Ahli ndio wataja leo katika klabu bora Afrika hawakuanza tu, wameanza ilichukua muda na mipango, lakini hata hivyo klabu zetu kama Tanzania tumepiga hatua sana kufikia hapa tulipo, kwa sababu ukilinganisha na kule tulikotoka miaka 10 iliyopita. Rashid, ukitazama trend ya Simba inatengeneza standard sio kwa viongozi peke yake, kwa maana ya kwamba wakiwa wanaenda kusaka nafasi ya kuwepo uongozini, kuna standard ambayo ipo, ambayo mashabiki, wanachama wanatamani kuisikia kwamba utatufikisha wapi. Inashuka hivyo hivyo mpaka kwenda kwa benchi la ufundi. Fadru kaingia, anaiona kwamba levels zinahitajika ni hapa, na Fadru ameingia, ametengeneza hiyo levels, inashuka mpaka kwa wachezaji. Yeah. Natamani ungekutana na Fadru, ungekutana na uongozi wa Simba, kipi ungewashauri kuhusiana na hapa walipofika? Kinachobaki hapa sio ufahari tena wa robo finali, sio ufahari wa nusu finali, sio ufahari wa finali. Ufahari ni taji. Kwanza nikijaribu kusaidia swali la Michael Johnson Nguli ambao ulimuuliza, ambalo umemuuliza unaona hicho kitu ni kipi? Umeelewa? Kwenye football club kuna njia 3 za ku set standard na kuelekea mafanikio. Njia ya kwanza ni academies. Yani academies ambazo zipo around you. Ni either ni club yenyewe kwenye academy yake, au academy zipo around kwenye hayo mazingira yake. Umeelewa? Mfano Afrika hii Mashariki, Uganda, Kenya, Rwanda, huko wapi, au ndani ya Tanzania. Umeelewa? Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili ni wanaita scout. Hawa scout, hawa kazi yao ni kukuletea watu ambao wana kiu ya mafanikio, hawajawahi kufanikiwa na wana kiwango bora sana. Wao wanakuletea kwenye club, wewe unawapata kwa bei rahisi, unaenda kuachieve mataji makubwa, afu unafanya biashara. Unafanya biashara. 3 ni msuli wa kifedha wa club, ambao huu sasa hapa ndo mwisho kabisa. Baada ya hivi vitu vyote vitatu, ukishakuwa na msuli mkubwa wa fedha, maana yake jukumu lako kubwa wewe ni kutengeneza destination ya wachezaji wengi katika bara lako la Afrika, iwe bara Ulaya au iwe katika nchi yako husika. Unachokifanya wewe ukishakuwa na huu mzigo hapa, maana yake wewe ni mara chache sana utarudi hii step ya chini ya kuangalia hawa scout wanakuletea nini. Lakini huku academy, maana yake wewe huku hutarudi kabisa. Sasa Simba walianza na academy, na ndio maana sasa hivi watu wengi huwa ukiuliza kumbukumbu ya mwisho ya Simba watakwambia kizazi cha kina Ndemla, wakina Seseme,
wakina Singano Mkule, so unanielewa, Siaka, kina Siaka, umeelewa. William Lucian. Baada ya hapo Simba walitoka hatua hii wakaja hatua ya pili, hatua ya scout. Hao scout ndio wakaanza kuwaleta watu ambao wana ubora kuliko watu ambao walikuwa wanapatikana kwenye hii center yao, sio? Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanapatikana hapa, wakawa hii quality haipatikani hapa. Kwa hiyo Simba wakaachana hii story hapa chini, na ndio maana mpaka leo inawezekana hapa kuna wachezaji wazuri lakini hawana quality ambayo wanapatikana kwenye squad. Simba sasa hivi wanapoelekea huenda wakatoka hapa wakaja hapa juu, na ndio maana umeweza kuangalia kwenye mikutano yao mikuu ya mwaka, budget inaongezeka kutoka bilioni 8 kutoka bilioni 7 ikaja 11 sijui ikaja 13, sasa hivi wanaenda 23. Tafsiri yake ni kwamba sasa tunatoka kwenye scout tunaingia kwenye agents. Hawa agents wao wanadili na ready made material, unaelewa? Kwamba sasa Simba tulipo tukifanya tathmini tunaona sisi tuna shida kubwa kwenye defense, eneo la goalkeeping linatusumbua kichwani, eneo la striking linatusumbua. Kwa sababu bajeti yetu sisi ni kubwa, umeelewa? Tunachokifanya sisi tunaangalia ambao wako tayari, wakina nani wako tayari, ambao wako ndani ya bajeti ya club, sio? Unaelewa? Unapiga mahesabu, unaangalia okay, hivi pale Gor Mahia pale yule center back sisi hatufai yule. Ukiangalia msuli wa Simba na Gor Mahia unaona kama Simba ni wakubwa kuliko Gor Mahia. Kwa hiyo maana hawa sisi tunawaamudu hao. Tuanze tukaenda tukachukua mchezaji bora wa kwao. Unaenda una pick, unaweka pale. Unaenda KCCA huyu fullback namba 2 huyu anaweza kutusaidia, huyu ana quality ya Champions League. Unafika pale unaweka pale. Maana sasa hapo wewe haudili tena na scout. Wewe unadili na agents ambao wao kwa jicho lako wewe umemtazama, ukamuona, ukajiridhisha, unaenda kutoa pesa, unachukua mchezaji unaweka hapo. Sasa hizi standard ndizo ambazo wewe unaziseti. Unaelewa? Ukishafikia hatua ya mwisho kabisa kwamba msuli wangu wa fedha ndio ambao unazungumza, manake wewe tayari club unaiseti kwenye results oriented. Kwamba tunatakiwa tukacheze finali msimu huu. Hata kama tutacheza vizuri kwa kiwango gani, kocha uwe na profile kubwa kwa kiwango gani, usipotufikisha sisi wewe bye bye. Kwa sababu sisi tulipofikia hatutazami uvumilivu wa mtu, tunatazama kile ambacho sisi tunakihitaji unatupatia, kwa sababu pia sisi tunatoa kile ambacho wewe unataka, sio? Unaelewa? Sasa kwenye hayo madaraja matatu vilabu vyetu vya Simba, Yanga na Azam mahala ambapo vimefikia vipo kwenye mahala ambapo wanajaribu kuishi kutokana na budget, lakini wanarudi zaidi kwenye scouts na agents, kwa sababu bado ni vilabu ambao havijatengeneza mwisho wa ndoto za wachezaji wengi barani Afrika na Afrika Mashariki. Kwa hiyo wachezaji wengi wanakuja Simba na Yanga, wao bado pia wana ndoto za kufika mahala pakubwa zaidi kuliko hivi vilabu. Kwa hiyo ile kiu ya kuishi kwenye vilabu ambavyo vinawafanya wao kuwa sehemu ya madaraja ndio inakuwa rahisi. Amezungumza mfano mzuri Nguli. Fabrice Ngoma kati anakuja na Vita, Simba walijaribu kumapproach ile kina Jean Makusu. Majibu ambayo aliyatoa Fabrice Ngoma that time, aliwaambia mimi sio mchezaji wa daraja ya klabu ya Simba. Aliamini yeye ni mchezaji mkubwa zaidi kuliko daraja la timu ambayo anatakiwa aende. Sio, unaelewa? Ni kwa sababu ana ndoto kubwa. Aliamini uwezo wake ni mkubwa zaidi. Na kweli akaenda daraja Casablanca. Baadaye kwenye daraja sasa, kwa sababu what time kwenye hilo daraja Casablanca na Simba ulikuwa unaona ni timu mbili tofauti. Aliposhuka kidogo, manake itafika time hawa wachezaji ambao tayari walishatumika kwa muda mrefu, itafika mahala klabu itakuwa sio size yao, na wao watakuwa wameongeza step. So kwenye ule ushauri ambao unajaribu kufanya ni kutazama mwalimu mahitaji yake ya msingi ni nini. Sasa hivi Tanzania vilabu vingi vipo kwenye level ya coaches. Yani sisi tunamuona Fadu kama kocha, tunamuona Amrul kama kocha, tunamuona mtu yoyote, yani hawa ambao wapo kwenye hizi timu tunaona kama kocha.
wakifika kwenye level ya managers itakuwa ni rahisi wao kuweza kumanage financial system ya club ambayo wao sasa wanaweza 100% wakasema 1 2 3 kwa 70% mpaka sasa hivi. Vilabu vingi barani Afrika wanaosajili ni management, sio makocha. Kwa 1% chache sana makocha ndio wanaletewa watu. Kwa hizo step, namna ya kuseti standard inategemeana na daraja lipi nyinyi mmefikia kwenye level ya klabu mnayoitaka. Unaona mataji yakija Tanzania? Of course yatakuja kama kutakuwa kuna huo ushindani wa kuwa na agency nzuri na scout wazuri, kwa sababu sisi timu zetu nyingi sio destination, ni timu ambazo zinatengeneza madaraja. Umeona Aziz Ki kaondoka tu kirahisi Young Africans, lakini Mixon aliondoka tu kirahisi, Chama aliondoka tu kirahisi, sio, unaelewa? Lakini what if kama Simba na Yanga wanamtaka mchezaji kutoka Esperance de Tunis? What if wanamtaka mchezaji kutoka Mamelodi? Haiwezekani. What if inatoka mchezaji wanamtoka Al Ahly? Haiwezekani. Haiwezekani kaka. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa sababu kifedha tulikuwa nayo. Haiwezekani. Kwa sababu angalia Mixon katika maisha yake hela kapata Al Ahly. Rashid, watu watafungua pochi. Hapana kaka, haiwezekani. Kaka, mimi nakwambia, kaka usimkatie mtu tamaa kaka. Haiwezekani. Maneno yangu yani unashangate bomo kwa katua katika miongoni mwa klabu. Haiwezekani. Simba, Yanga, Azam wakasajili mchezaji Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns, Al Ahly, Wydad Casablanca kwenye ubora. Haiwezekani. Hilo daraja tutafika, lakini kwa sasa hivi haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa nini haiwezekani? Ni kwa sababu ya daraja ambalo wao washafika. Wachezaji wengi barani Afrika wanatamani kucheza hizo timu, kwa maana kwamba ndo destination. Leo hii Mamelodi kwamba yani timu zetu hazina msuluhu wa kifedha. Inawezekana. Yani kuna unaona bahati nzuri mtoza alituletea ile template ya kuanzia mwaka 2021 mpaka 2000 na ngapi? 25, si ndio? 2021 Simba kacheza robo. 2022 Simba kacheza robo. 23 robo. Kacheza robo. 25 kacheza finali. Si ndio? 24 robo, 25. Sasa kwa ajisemea Mbwaduke kwa faida yako na faida ya mtazamaji wetu. Unaelewa? Umeona hiyo template? Kwa faida timu zote ambazo umeziona zinashiriki Club World Cup. Club World Cup msimu huu ambao inaanza tarehe 15. Hesabu zake zilianza 2021 mpaka 2024. Sio, unaelewa? Timu zote ambazo zilifanya vizuri 2021 mpaka 2024 ndizo ambazo unaziona leo zinaenda kuiwakilisha Afrika kwenye miongoni mwa zile timu 32, si ndio? Sasa huo mwaka 2021 Simba kaishia robo finali. Bingwa Afrika alikuwa nani? Wydad, I think. Alikuwa Wydad. Kwenye shirikisho 2021 nadhani 2021 alienda kuchukua Berkane. Unaelewa? Ambaye alimfunga Berkane alimfunga nani? Alifunga bao 1-0. Ni wakati wa corona ambayo sasa umeona hizo numbers. Hizo numbers kwa nini Berkane hajakuwa sehemu ya uwakilishi wa Afrika? Ni kwa sababu ya ukusanyaji wa namba ndogo kutoka kwenye kombe la shirikisho. Sio, unaelewa? Lakini light kama Berkane mafanikio aliyoyapata kuanzia 2021 mpaka 25 angekuwa ana hizi namba anazipata kwenye Champions League. Leo hii angekuwa ni sehemu ya timu ambazo zinawakilisha bara la Afrika. Lakini angalia Mamelodi. Mamelodi yupo pale. Mara ya mwisho Mamelodi kuwa bingwa Afrika ilikuwa ni 2016. Lakini uwakilishi wa Mamelodi kuanzia 2021 mpaka 2024 amekuwa akicheza na namba nzuri za kucheza nusu finali, quarter final. Sio, unaelewa? Anakuwa anacheza hapo. Ukusanyaji wa namba za jumla kidogo sana kwa Simba. Kwa sababu kitofauti sasa kaingia finali Champions League, Simba kaingia finali shirikisho. Sasa umeona utofauti. Mamelodi anaingia finali, Simba kacheza finali. Bado namba anaipata ukusanyaji wa namba kwenye rank za CAF, anayecheza finali kwenye CAF na mtu aliyecheza finali, unaona bado namba zinatofautiana. Bado huyu anakusanya alama nyingi kuliko wewe. Sio, unaelewa? Federation na Champions League. Sio, unaelewa? Sasa ndio kitu pekee ambacho kimempeleka Mamelodi kuwa sehemu ya uwakilishi wa bara Afrika. Ni ukusanyaji wa namba na uwasilishaji mzuri kwenye hatua za juu. Hoja yangu ni ile Rashid. Yes. Nadhani Nguli hapa alikuwa anasema inawezekana. Kwa kufanyaje? Kwamba misuli yetu, yani mfano kwamba Azam Football Club
Simba Sports Club, Young Africans wakisema bwana sisi sasa hivi bwana hebu tujipambanue. Kwenye nini? Tuonyeshe msuli wetu wa kifedha. Kwa nini Sudan walifanikiwa? El Merreikh, Al Hilal. Tena kwa nikwambie, msuli wa kifedha usisubu tu kujilinganisha hivyo vilabu. El Merreikh na Al Hilal ambao zamani kunaita Al Hilal Omdurman. Omdurman. Unaelewa? Wale wanaishi kama tai. Hawana mahala sahihi pa kukaa. Wanakuja Tanzania, wanakaa siku 30. Wana spend wanalipia viwanja vya mazoezi, wanalipia hoteli, wanalipia usafiri kwa siku 30. Alafu hapo hana uhakika anacheza wapi. Anatoka hapo anaenda kuweka camp Libya. Anakaa mwezi mzima, analipia the same. Vilabu vyetu sisi ukivichukua, sitaki kusema klabu gani. Kuna klabu moja ile ambayo ikae Zanzibar siku 3. Wakatoa mabango na barua nyingi wakilalamika budget. Lakini inawezekana akawa ni mlengo wa kutokuicheza hiyo mechi, lakini dhamira ya kweli unaiona kabisa hapa sipo. Budget ambao unaitumia Al Ahly, si unaelewa? Mimi nitakutolea mfano. Kuna ule winga anacheza Al Hilal. Yule yule Mugisha ule. Umeona bana, kuna timu ilienda kuna timu Tanzania hapa ilienda kujaribu kutaka kuzungumza naye. Umeelewa? Kiwango alichowatajia cha salary ndio mazungumzo yaliishia hapo. Akaambia hiki ndio kiwango ambacho mimi hawa mabwana wananipa. Manake kama mnataka mimi nije hapo, manake lazima muongeze kiwango hatua moja zaidi ya hapa. Kiwango shingapi? Unaelewa? Shingapi? Unataka kutajia kaka? Salary ya mtu kaka. Sisi ndio watu wenye weledi. Sawa, Rashid Habisi akiweza kuangazia hayo pamoja na Michael Johnson Nguli. Lakini kumbuka baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam, wekundu wa Msimbazi Simba, mashabiki ambao walikwenda kuwalaki walikuwa na maoni tofauti kuhusiana na mchezo wao finali na kikosi chao cha Simba kwa ujumla wake. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeelekea Zanzibar na mimi nimerudi, tumetangulia ili kuja kuweka hamasa kupokea timu yetu na mashujaa wetu. Mashujaa wetu tuambie hakuna kitu tunachowadai. Wamepambana walipopambana, lakini kila mtu kaona muamuzi na ndo kaenda kumaliza mechi. Kwa hiyo kwa upande wetu tunawapokea na tuambie tuwadai, lakini nguvu yetu yote tunarudisha kwenye CRDB pamoja na kwenye mechi za ligi zilizobaki. Niwaambie tu tusupport timu yetu. Kila tulichokipanda ndio Mungu alichotujalia. Maamuzi jana katuangusha. Tuna mechi ya tarehe 31 dhidi ya Singida Black Star. Nguvu yetu na akili yetu na target yetu yote tumwambie mwalimu Fadlu pamoja na captain Mohamed Hussein atulie pamoja na wachezaji wengine, tujipange kwa mechi yetu dhidi ya Singida Black Star tarehe 31 kule Manyara. Hapa kwa jinsi ambavyo mambo yalivyo, tuaji ya Simba yetu tuko hapa kwa ajili ya kuipokea, na wana Simba kama unavyoona jinsi ambavyo tunakuwa tukisupport Simba yetu kwa kila inapokwenda. Tumetoka Morocco na kibegi cha makombe kilienda Morocco, tumekuja Zanzibar, lakini hichi ambacho kimetokea sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, mapambano yanaendelea kama unavyotuona hivi sasa. Mapambano yanaendelea. Kwa majina anaitwa Ramadhani Selemani, alimaarufu striker refu kuliko goli. Mimi ninachowaambia mashabiki wa Simba, wawe na uvumilivu, ligi bado inaendelea, NBC pamoja na ligi ya CRDB. Kilichobaki kuwekeza nguvu zetu kwenye ligi kuu pamoja na kombe la CRDB. Mimi maneno yangu hayo, na imani ubingwa tutabeba ligi kuu pamoja na CRDB. Nilikuwa katika hali mbaya sana kwa kweli, naona ni hujuma ambazo zinaonyesha zaidi kwamba Afrika Mashariki na Kati tutaishia kuvaa medali, lakini kikubwa uongozi wangu wa Simba wamefanya kazi kubwa, mashabiki wamefanya kazi kubwa kutoka mikoani na kuja kusupport timu, na bila kuwasahau wachezaji ambao wamejitoa kutoka mwanzo hadi mwisho. Tumevaa medali, tunashukuru Mungu, tumekuwa mchezo wa pili, lakini ya jana tumemaliza. Tunaelekea kwenye ligi na kikombe cha CRDB. Huyu anaitwa King Faida King Faida akiwa jukwani akiwa anaziimba zile nyimbo. Asa nikupe mkasa moja, ilicheka sana. Nimekaa kwenye TV, nimekaa kwenye kipindi cha nafikiri cha 106.
akawa anafanyiwa mahojiano yale mahojiano ya 1-on-1 yule mama mmoja, mimi ni mshabiki wake sana, jina lake linanitoka, wanabishana sana kwenye Kombolela kitu kama hicho. Bista so Bista yule mwingine yule Siwa, yule mweupe yule anaitwa Siwa kwa kweli kuna Tukae, kuna Siwa. Mimi majina sijajua. Mmoja mbishi sana anavaa sana ilizi yule anaitwa Siwa, dadake Dula Makabila yule. Baba moja mama moja. Anavaa sana ilizi yule. Umeona? Sasa yule akaambiwa yeye anapenda muziki gani? Kwanza akacheka sana. Alipocheka akasema, mimi katika kitu ambacho sitaki kufanyiwa ni kwenda ukweni afu nasikia mdundiko. Yaani nitajitahidi lakini bado mwili Asa nikasema nicheka sana. Nikakumbuka mbali miaka ya nyuma sana, unajua wale watu wa midundiko wale. Unapotea nao. Unapotea nao wale. Walikuwa wanapita kile kinaitwa cha Uruguay. Walikuwa wanatoka na familia za watu wale. Watu mapishi anaacha, watu wanaacha mapishi. Sasa nikamkumbuka mama alivyosema vile, akasema mama ni miongoni mwa watu. Nikasema huyu anakutana na King Faida. Kashatoka zake anavuma huko. Anavuma. Afu bi mkubwa anafanya. Sasa ile mechi ya Simba Queens na JKT. JKT Queens. Niko nikaenda ukaa hivi. Mimi napenda, mimi unajua nikaenda na pesa ukaga jukwani kwa ajili ya mashabiki. Sasa ile ngoma pap JKT katangulia. Mara Simba kasawazisha, JKT walitangulia Simba. JKT wakasawazisha kaongeza la pili. Ile Samuyo. Samuyo. Bwana papo mwanangu, ngoma hicho hapo Simba kachomoa. JKT akaongeza bao. Ile kuongeza bao. Pale jukwani cha Simba pale kikazima. Watu zikuwa. Mambo gani hapa? Watu wakaanza kulalamika. Mara mwanangu, mara pap Kola Zone kapiga bao. Kikaibuka 3-3. King Faida akasimama na nyimbo yake moja. Unajua kuna nyimbo moja lazima wahamishe. Ile kwamba wanangu Simba naipenda. Usifikiri utani. Ingekuwa embe dodo. Ingekula na majani. Watu walijajuka hivi. Mara cha 4. Watu wale pale. Si imekufa wapi midunduka, lakini bora hii midunduka ilivyokuwa imekufa. Kwa miausho. Ikoondoka na familia huko Msisili Mkwajuni. Ndio anatafuta mke wake kaka hayupo. Ilikuwa ni hatari sana. Sawa, pale mashabiki pale wamesema kwamba baada ya kucheza mchezo wa finali sasa wanaangazia katika ligi kuu ya NBC na michuano ya CRDB Bank Federation Cup, na nikwambie kwamba Simba Sports Club sasa inarejea rasmi katika ligi kuu ya NBC ambapo kesho itaikaribisha Singida Black Stars katika mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa katika uwanja KMC Complex saa 10 kamili za jioni. Simba ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC baada ya kukusanya alama 69 nyuma ya kinara Young Africans ambaye wamecheza mchezo mmoja zaidi, wakati Singida Black Stars ipo nafasi ya 4 wakiwa na alama 53. Mchezo huo ni vita ya Simba inayopambana kuisogelea Young Africans kileleni, wakati Singida Black Stars wenyewe wanapambana kuisogelea Azam Football Club katika nafasi ya 3. Michael Johnson Nguli, Singida ambao walikopo wametulia, nisema kama wamerelax zaidi, wanafanya mazoezi kujiandaa na mechi, wakati Simba baada ya kucheza mechi 2 kubwa wanaenda kupambana na Singida Black Stars. What a game. Moja kati ya mechi matarajio yangu kuiona moja kati ya mechi bora kabisa za msimu huu ya ligi kuu kutokana na aina ya timu ambazo zinakutana, lakini pia Singida wanapambana kumaliza walau nafasi ya 3 kwa sababu wanajua kabisa kama wao watateleza ama watakuwa hawana matokeo mazuri, Azam FC anaweza kachukua ile nafasi. Na ni kweli kwamba tayari timu 4 za juu zinajulikana kwamba wao ndo wataenda kushiriki kombe la shirikisho na Azam FC, lakini Simba na Yanga watakwenda ligi ya mabingwa kwa namna msimamo ulivyo. Hata ukiisha vipi, lakini ndio hivyo, inakuwa hivyo. Inaweza kuwa advantage kwao kwa maana ya Singida kwa kukaa muda mrefu, kujiandaa muda mrefu, au inaweza ikawa disadvantage. Advantage kivipi? Advantage kwa maana ya kuwa wamekaa muda mrefu, wametunza nguvu, wamekuwa wafanya mazoezi muda wote, wanaenda kwenye mechi. Lakini disadvantage wanaweza wakakutana na timu ambayo tayari iko kwenye rhythm, tayari iko kwenye
iko njiani, yani imetoka kucheza mechi ambazo back to back, mechi ambazo zimeifanya timu kuendelea kuwa kwenye consistency nzuri. Kwa hiyo inaweza kuwa pia ikawa changamoto kwao, lakini naamini moja kati ya mechi ambazo zitakuwa na ubora mkubwa Simba, kilichotokea kwenye fainali ya ligi ya kombe la shirikisho, naamini wenyewe pia wataingia kwenye hii mechi wakiamini kabisa kwamba tumekosa kuwapa furaha mashabiki kwenye kombe la shirikisho la CAF, tunaweza tukawapa furaha kwenye ligi kuu, kwa sababu kwenye ligi kuu bado nafasi wanayo ya kupata ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina vitu vingi ndani yake, inakutanisha timu bora kwenye ligi kuu. Maana ukitaja timu bora Singida huwezi kuwaondoa kwenye ligi kuu, na hata ukiangalia pia huu ndo msimamo, unaweza kuona pia hapo wanaenda kucheza mechi ya 27 Simba, tofauti ya alama 3 hizo hapo unaweza kuona, lakini hii ndio pia sababu nyingine ya kufanya Simba waingie wakiwa na tahadhari kubwa, kwa sababu wanajua wana alama 3 nyuma dhidi ya Yanga. Maana yake baada ya mechi hiyo alama 4, kumradhi, alama 4, baada ya mechi hiyo watakuwa wamepunguza gap kabla ya kukutana nao tarehe 15 kama ratiba inavyosema. Unaweza kuona kitu kama hicho. Lakini kwa Singida nao pia wana, kama nilivyosema awali, kwamba pamoja na kwamba tayari hizi timu 4, Singida, Yanga, Azam FC pamoja na Simba, hizi ndio timu ambazo zitawakilisha Tanzania msimu ujao wa mashindano ya Afrika ya klabu Afrika. Tayari bado kuna hiyo bato. Yanga na Simba wanapambania ubingwa, wakati Azam FC na Singida Black Stars wanapambana kumaliza nafasi ya 3. Kwa hiyo unaona namna ambavyo hii mechi inaenda kutoa, yani ina vitu vingi ndani yake. Singida mabadiliko makubwa kwa Fadru kutokana na uchovu, energy kwenye kosi chake. Inawezekana mabadiliko yakawa makubwa sana kutokana na namna ambavyo timu ilicheza juzi, na juzi wametumia nguvu nyingi sana kupambana kwenye ule mchezo. Kwa naamini kutokana na hiyo huo muda ambao wamekaa, kwa maana ya tarehe 25 wanaenda kucheza mechi kesho tarehe 28. Hapa katikati pengine kwenye kikosi tunaweza tukaona mabadiliko ya hali ya juu, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba wachezaji pengine wanahifadhi nguvu. Inawezekana pia sio kwamba wasicheze moja kwa moja, kuna wachezaji wanaweza wakapewa muda mfupi wa kucheza, au wanaweza wakaingia kipindi cha pili kucheza muda mfupi na kuifanya timu kuendelea kuwa na ubora. Lakini naamini kabisa kutokana na kile ambacho kimetokea Zanzibar, kwa maana ya kukosa ubingwa wa kombe la shirikisho ambao wao walikuwa na uhitaji, naamini hii mechi bado, hata kama kutakuwa kuna mabadiliko, lakini atazingatia zaidi tahadhari kuingia kwenye kikosi, kuingia kwenye mechi dhidi ya Singida, kwa sababu ya ubora wa timu ambayo anaenda kukutana nayo. Singida ni moja kati ya timu bora sana. Hata ukiangalia kikosi chao kilivyo, profile za wachezaji, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, unaona kama vile ni moja kati ya timu ambazo ukija kwenye makaratasi Singida nao walikuwa wana deserve kugombania ubingwa mpaka dakika ya mwisho. Kugombania ubingwa mpaka dakika ya mwisho. Na hapo Johnson pamoja na Rashid, tuangazie michezo 5 ya Simba Sports Club ambayo wameicheza katika ligi kuu ya NBC, na matokeo yao wamepata matokeo ya aina gani? Simba Sports Club hapa tutakuja kuangazia katika orodha michezo yao 5 ya mwisho. Simba Sports Club wamepambana na KMC, amepata ushindi wa bao 2-1, alipata ushindi wa bao 5-1 dhidi ya Pamba Jiji Football Club wanakawekamo, lakini alipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya JKT Tanzania, lakini alipata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Mashujaa Football Club, na alipata ushindi wa bao 6-0 dhidi ya Dodoma Jiji Football Club. Hayo ni matokeo kwa upande wa Simba Sports Club. Tuangazie na yenyewe matokeo kwa kikosi cha Singida Black Stars. Matokeo yao michezo 5 ya mwisho, walipata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Tabora United. Nyuki wa Tabora walikubali kichapo cha bao 2-1 kutoka kwa Coastal Union wana Mangushi kutokea barabara ya 11 jijini Tanga, lakini walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam Football Club. Walipata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Fountain Gate, walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Namungo Football Club. Kuna kipindi hali kama hivi kwa mwalimu David Ouma, ilikuwa tia maji hivi, lakini akajistandardize hivi, timu ikakaa katika mstari wake. Tunaipata bini katika mechi ambazo naziita zile classic match, ukiachana na Simba na Yanga, Yanga na Simba, Azam na Yanga, Azam na Simba, inayofuata ni Singida wanatuletea game nyingine tena. Mimi kwenye mtiririko wa mechi nzuri za NBC, ruksa kutofautiana na mimi mawazo. Mechi ya kwanza ambayo huwa inaleta burudani
Tanzania ni mechi ya Simba na Yanga. Mechi ya pili hiyo ndio iko juu pale kaka. Mechi ya pili ambayo inaita burudani ni Yanga na Azam. Mechi ya tatu ambayo inaita burudani ni Simba na Singida. Simba na Azam hujaiweka? Simba na Singida. Ya tatu, hiyo ya nne itakuwa hiyo ya Simba na Azam. Kwa nini Singida wakati Azam ndio giant? Unaweza kumweka giant namba 3. Swali zuri. Na umelipenda? Na nimelipenda. Asante. Level ya maandalizi na ushindani kwenye pitch. Simba na Yanga walishavuka huko. Umeelewa? Ni level nyingine tena, sio ya nchi. Ni level ya Afrika. Mechi ya pili ni kati ya Yanga na Azam au Azam na Yanga. Hiyo ni mechi ambayo ndani yake ni kama ilitengeneza vita kutoka kwenye timu kwenda kwa wachezaji binafsi. Imefika mahala ambapo wachezaji wa Azam kupoteza mechi dhidi ya Young Africans ni kama haram kwao, na wachezaji wa Yanga vita imeenda mbali zaidi. Yani kufungwa na Azam au kupata sare au vyovyote vile wanaona ni kama kitu ambacho wamejifedhesha mno. Sasa imekuwa ni moja kati ya vita ambavyo kumekuwa na vita kubwa kabla ya mchezo na baada ya mchezo wenyewe. Vita ambavyo kila mmoja akishinda ule mchezo dressing room ni kama umepewa taji. Yani sio ni mechi ambayo mtu mmoja wapo kati hawa akishinda anashangilia tu ushindi wa kawaida. Yani kila mmoja akishinda hiyo mechi dressing room kuna sherehe ambayo inaendelea isivyo kifani. Kwenye hiyo level ya ushindani mimi nimeipa nafasi ya pili. Nafasi ya tatu nimewapa Singida Black Stars na Simba. Hii mechi siku zote wakikutana Simba na Singida Black Stars, si ndio msimu wao kwanza wanakutana? Ndio. Hata hiyo mechi ya kwanza ambayo wamecheza. Kwa nini si ndio msimu wa kwanza? Si ndio mechi ya pili? Mechi ya pili. Yaani msimu mmoja tu umeona Rashid. Mechi ya kwanza. Moja. Mechi moja ndio mechi moja. Lipo neno unanitafuta la undani. Unanifikirisha kaka. Amini kwamba unanifikirisha. Sawa. Kwani Msumi alivaa jinzi na Msumi alivaa suti? Si Saidi Msumi na kaka Saidi? Unanifikirisha. Sawa. Sasa kwenye kile ambacho walikifanya Singida Black Stars kwenye mechi yao ya kwanza dhidi ya Simba, mechi ambayo ilileta mambo mengi, ilisha goli moja bila ambayo Fabrice Ngoma. Unaelewa? Ni level ya ushindani ambayo walionyesha Singida Black Stars. Na ndio ukweli. Yani quality ya Singida Black Stars ni vile sisi tunawachukulia poa kwa sababu tunaishi nao. Sio? Lakini wale Singida Black Stars ungeomba vile vile tu jina Singida Black Stars alafu anatokea Msumbiji hapo, alafu anatokea Malawi hapo, au anatokea sijui wapi. Simba angeomba wiki kujiandaa kucheza nao. Lakini kwa sababu tunajuana na wale wanajua ukubwa wa Simba na Simba wanajua ushindani ambao wataenda kupata dhidi ya Singida Black Stars, inakuwa ni rahisi kuweza kwenda kushuhudia mchezo mzuri no matter what. Kwa sababu Singida Black Stars na Simba hawana ushindani wa points. Mahala alipo Simba na Yanga wameshakata mstari kwamba ushindani wao unaongezwa na nini? Ndio Singida na Simba ushindani wao unaongezwa na nini? Ndio hiyo chachu sasa kaka, nataka nikwambie. Umeelewa? Kwa sababu Simba na Singida Black Stars hawashindani kwenye magoli ya kufunga, hawashindani kwenye alama. Unaelewa? Ushindani pekee uliopo kati ya Singida na Simba ni mitazamo ya mahusiano baina ya mpinzani wa Simba ambaye ni Young Africans kwenye kuzungumzwa kwenye ukaribu wa mazingira, ndio ambao Simba atasema haiwezekani nipoteze mechi dhidi ya Black Stars. Wakati Black Stars wao kitu pekee ambacho kinaenda kuwapa motivation ni fungu nono la mzigo ambao litaahidiwa wakiifunga Simba, lakini kwenye muktadha wa kuweza kuiondoa Simba mashindanoni kwenye kuitafuta race ya ubingwa. Sijui kama unanielewa. Kuna ushirikiano. Mashirikiano yapo kaka. Nani na nani? Mimi nafikiri ya kwamba mimi nafikiri Rashid anashindwa kuelewa kitu kimoja. Achana nayo mambo mengine kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo
unaweza ukakosa pointi za kuzungumza, si ndio? Hii mechi ubora wake ni kwamba Singida ni timu mpya kwenye ligi kuu. Kwa maana ilikuwepo, lakini kwa muktadha wa jina ya kuwepo sasa mpya. No, kwa jina sasa. Kwa jina ni timu nyingine, si ndio? Lakini ni timu ambayo unaona ina mipango imara, imejiandaa, inataka kupindua labda pengine ligi, kuoneka kwamba na wao pia ni moja kati ya timu bora kwenye ligi, na ni kweli ni kati ya timu bora kwenye ligi. Hii mechi mbali ya kwamba wameshapoteza hiyo nafasi ya kupata ubingwa au hata kukaa nafasi ya pili, wameshaipoteza, lakini bado wanataka kutetea kwamba wao ni moja kati ya timu bora. Kwa hiyo hizi timu zinapokutana mara nyingi huwa inakuwa sio rahisi, hasa mnapokutana na timu ambayo inajiona na yenyewe inaweza ikachukua hiyo nafasi. Lakini namna ya kupambania nafasi ya tatu, kuna Azam FC hapa katikati. Kuna vita ya Azam FC na Singida. Si ndio? Lakini moja kati ya njia ya kwenda kuiangusha Azam FC kwenye nafasi ya tatu, itoke kwenye nafasi ya tatu, maana yake ni kuifunga Simba ili wao wapate nafasi ya kufanya nini? Ya kusogea na kupata nafasi ya tatu. Kwa mimi nafikiri do pointi za msingi ambazo zinaweza kasi. Sawa, hoja ya Michael Johnson Nguli, kuna hoja ya Rashid Hamis hapa. Tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu hapa, na ni miongoni mwa ligi kuu ya NBC ambayo sasa baada ya ligi kuu ya NBC kufanya vyema zaidi, imeendelea kuweka rekodi aina yake kwa nyota wake kupata fursa katika timu zingine katika ligi kubwa hapa barani Afrika. Katika kipindi cha miaka 5, nyota kadhaa kutoka ligi kuu wameuzwa kwenda katika klabu kubwa za Afrika, ikiwa ni ishara ya kupanda kwa viwango kwa ligi yetu. Mauzo ya Stefan Aziz Ki hivi karibuni yameongeza idadi ya wachezaji kutoka ligi ya NBC kwenda kwingineko barani Afrika. Nyota wengine kama Faisal Salum, Feitoto, Faila Sufi na Clement Mzize wanatajwa kuwindwa na timu nyingine kubwa barani Afrika. Wachezaji waliotoka katika ligi kuu ya NBC, miongoni mwao ni hawa hapa kama orodha itakavyokuja hapa. Hiyo hapo orodha yetu. Stefan Aziz Ki kutoka klabu ya Young Africans amekwenda Wydad, lakini pia Selemani Mwalimu kutoka Singida Black Stars lakini akitokea Fountain Gate ameelekea Wydad Casablanca. Azam Football Club Kiple Junior msimu uliopita, msimu huu ambao umeanza sasa akaelekea MC Alger, lakini Henok Enonga alitoka Simba akaelekea Esfa. Fiston Kalala Mayele akaelekea Pyramids kutoka Young Africans. Louis Mixon akitokea Simba akaelekea Al Ahly, lakini Clatous Chota Chama alitoka Simba akaelekea RS Berkane, wakati Young Africans pia Twisila Rosen Kisinda akaelekea RS Berkane. Lakini pia Singida Black Stars walimuuza Benjamin Tanimu kuelekea kikosi alielekea nchini England. Unaweza kusema kwamba ni fahari na faraja kipekee kuona roster hii ya kabisa majina. Hiyo pia inadhihirisha ubora wa timu, ubora wa ligi. Ubora wa ligi kwa maana yake kwamba ligi inapokuwa bora maana yake watu wanaifuatilia. Ushindani uliopo kwenye miongoni mwa timu kwa maana ya ligi kuu, lakini ligi kuonyeshwa, yani watu wanapata nafasi ya kuona nini kinaendelea kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kwa maana ya ligi ya NBC. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinasababisha pia hizi biashara kufanyika, watu wanafuatilia. Mfano mtu kama Tanimu ametoka EF, iliyokuwa EF. Sio jambo dogo. Yani tumezoea kuona ukisoma hapo kwenye majina kutoka Singida Black Stars. Ilikuwa imeshabadilishwa tayari. Yani EF ndio imekuja Singida Black Stars. Yes. Kwa Tanimu amesajiliwa kule akitokea EF au Singida Black Stars. Ilikuwa ni EF lakini kwa jina bado. Nguvu kubwa sana unajua. Umenielewa lakini. Sasa kwa mchezaji ambaye anatoka kwa timu kama EF au tuseme Singida Black Stars kama wewe unavyotaka, tukulizishe wewe. Kwa sababu wewe siku atambua mpaka ingie sehemu nzuri atabisha. Sasa fika kule peponi atabuingia huko atabia subiri kwanza. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona pia mchezaji ambaye anatoka EF, sawa, anakwenda moja kwa moja kwenda England, maana yake hiyo ligi watu wanaifuatilia. Na kama kuifuatilia, unajua kuna ile kwamba watu wanachagua aina ya mechi za kuangalia, lakini inaonekana kabisa kwamba watu wanaifuatilia ligi na wanafuatilia timu zote. Shukrani sana kwa Michael Johnson Nguli alikopo hapa pamoja na Rashid Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Tukiweza kuangazia kuhusiana na soka letu. Wakati huu hapa tunapata mapumziko mafupi, kisha tunarejea kuja kuangazia vingi vizuri ambavyo tumekuandalia.